Kwema kabisa. Unyama ni mwingi. Unyama ni mwingi, tunamshukuru. Baada kutazama Dar es Salaam Derby. So far kwanza ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Sare ya 0-0 tena leo. Kwanza mchezo tulitegemea pengine kutokana na Azam namna ambavyo amecheza na Yanga pia kwa sababu anaongoza ligi na namna magoli ambavyo wamefunga mengi kwenye ligi na pia Azam sio mbaya sana kwa sababu ameshinda magoli 21. Hii mechi yake ya 14 mpaka leo hii ametoka pale ameshashinda magoli 21 kwenye safu yake nzima ya backline, maana wameruhusu magoli 4. Kwa hiyo tulitegemea mchezo utakuwa ni mzuri lakini imekuwa ni tofauti kabisa. Pengine Mzizima Derby imekuwa ni mechi mbovu. Tunaweza tukasema hivyo kwa sababu hatujaona ule ufundi kwanza kwa upande wa makocha, wachezaji pia kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Azam, wote tunaweza tukasema kwenye mechi ya leo wamecheza lakini hawajacheza vizuri vile ambavyo pengine tulikuwa tunataka. Ukiangalia Azam kwenye mechi ya leo sijui kocha wao alibeti kwa sababu kocha anaenda kuanza kwa Yanga yenye ukuta imara. Mpaka sasa hivi Yanga ameruhusu magoli 2. Magoli ambayo amefunga ni 33 mpaka leo. Mechi yake ya 14 hii anaenda kucheza. Moja kwa moja unapoenda kwenye ukuta wa Yanga kuvuka kwa sababu magoli 2 ni safu nzuri sana ya ulinzi. Kwa hiyo kuvuka ukuta wa Yanga unahitaji wachezaji ambao ni wabunifu. Leo hii ameenda kuanza na mshambuliaji pale ambao ni Sereli Zidane. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwenye mechi ya leo kocha wa Azam moja kwa moja alienda akafeli namna yake ya mbinu ya kwenda kuingia. Tulitegemea pengine labda ilikuwa ni namna ya mchezo pengine kuanzisha viungo wengi kipindi cha pili aje aingie Kitambala bora, ikawa ni tofauti, akaenda kumweka Ngita ambaye ni mshambuliaji anahitaji space zaidi kwenye kwenda kuscore. Lakini ukimwangalia Kitambala bora ana kila kitu kwenye mpira kwa sababu ana nguvu, anaweza kupiga chenga moja kwa moja. Azam wamefeli, Yanga nao ukiangalia moja kwa moja wamefeli siku ya leo. Pengine tulitegemea mambo yatakuwa mazuri sana. Kila muda unavyoenda tunategemea Yanga ataenda kufanya kitu kizuri lakini anaenda kufanya kitu kibaya zaidi. Kocha wa Yanga pia anatakiwa jitafakari sana kwenye mechi ya leo ambayo mechi pengine hata kama Yanga hawakuweza kuscore, namna ya uchezaji pia moja kwa moja unaonekana naye mbinu zake ambazo aliingia nazo unaonyesha moja kwa moja ni mbinu dhaifu. Mpira umekuja kuchangamka kuanzia dakika ya 59 kwenda 60 baada ya Pacome Zouzoua pengine kwenda kuingia kuonesha ule uhai wake, lakini Yanga wameendelea kuonyesha namna gani kwamba kuna baadhi ya timu ambazo wanaweza kawini lakini timu ikiwa ina quality kidogo inawapa shida kwenye kwenda kuscore. Unadhani pengine saa kwenye resi za ubingwa baada ya sare hii Azam sare ya 7 kwenye ligi, Yanga sare ya 3 kwenye ligi, inatoa taswira gani? Katika hizi timu zote ukimtoa pale kwenye JKT kwa sababu ukiangalia ile chati anaongoza Yanga kwa alama 32, anafuata JKT Tanzania ambaye kidogo amecheza mechi nyingi. Mpaka leo JKT Tanzania amecheza mechi 17, ana alama 28 pale. Leo hii Azam kupata hii sare anaenda pale kwenye alama 28. Kwa maana kwamba kwenda ubingwa japokuwa Yanga ametangulia na ile gepu ala point lakini bado anaonyesha kwenye hizi timu tatu zote zinafaa kwenda kuchukua ubingwa. Simba anafaa kuchukua ubingwa mpaka sasa hivi ilipofikia, Azam pia anafaa, Young Africans pia anafaa. Kwa hiyo gepu hili so alama ndogo sana. Kwa gepu ni alama chache sana. Kwa hiyo kila timu inafaa kuchukua ubingwa. Unaona baadhi ya watu wakimlaumu refali. Unadhani kuna namna pengine labda mchezo wa leo umeharibiwa na refa au walivyokuwa na officiate? Ukiachana na marefa ni matatizo kote. Tukiangalia hata mechi nyingi sana marefa wanakuwa wanaharibu sana. Mimi pengine hata nilikuwa naomba hawa TFF waunde darasa la kuwakumbusha japokuwa walau hata majukumu. Mechi zingine wanachezesha unaweza kusema so refa amekosea, ajui. Yaani refa anaonyesha kabisa kwamba ajui hata sheria ya offside. Of course kuna mistake zilitokea kama 1-2 lakini ni za kibinadamu. Tuangalie football wenyewe. Yanga walihitaji nini ambacho kingeweza kuwafanya wa win? Azam na wao walikosa nini ambacho kingehitaji kuwin? Matatizo ya marefali nadhani ni kote. Sawa, ukiangalia sasa so far the way namna wanacheza utegemea itakuwa ni mchezo wa kiushindani. Ibenge alifungwa wapi na Pedro Gonçalves naye alifungwa wapi wakashindwa kuonyesha quality za timu zao uwanjani? Ibenge alifanikiwa sana kwenye eneo la kiungo kwa sababu leo hii alianza na viungo ambao ni wagumu. Alianza na huyu Imidimao Mkami, akaanza na James Akaminko wagumu. Yanga yeye wakati huo alienda kuanza na kiungo soft ambaye hata pengine akikupita anakuwa hawezi kufanya ile migongano. Pengine Mudasiri anaweza kufanya ile migongano na Harassing lakini Mudasiri alicheza kwenye dimba kidogo, dimba la juu. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwenye eneo la kiungo alikuwepo Duke Abuya peke yake. Pengine labda angeenda kuanza na Kamara pengine kidogo ingeweza kwenda kuonyesha. Kwa hiyo unaona moja kwa moja Ibenge alienda kuwazidi kwenye eneo zima la kiungo. Lakini ambako hakufanikiwa Ibenge ni kwenye safu nzima ya ushambuliaji kwenda kumwacha Kitambala bora. Kaka mimi mdau nilitegemea alafu hivi Faisal Salum ameonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa Kitanzania na pia ni mchezaji bora na bado ameonyesha ubora sana kwenye mechi ya leo. Japokuwa kuscore lakini kuna vitu ambavyo amevifanya unaona yes kwamba kuna mchezaji mzuri. Lakini kwenye mechi ya leo Ibenge yeye mwenyewe ndio amejikanga kwa mafuta yake. Lakini mechi ya leo Ibenge alikuwa na advantage kubwa sana ya kushinda pengine kuliko Young Africans. Alama 3 nyuma na mchezo mmoja kwa upande wa Simba Sports Club.
kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mnasemaje wana Simba? Mnaona kuna dalili zozote za ubingwa msimu huu? Katika zile timu tatu zote ambazo ziko juu, ukimtoa JKT Tanzania ambaye amecheza mechi 17 mpaka kufikia siku ya leo, Simba, Yanga, Azam bado kwenye ubingwa wote, yeyote anaweza akachukua ubingwa pale, kwa maana kwamba ligi ni mchezo wa kuangusha na kuokota alama. Umeona leo Yanga akashindwa kuchukua tatu, amechukua moja, zimemsogeza kwenye namna fulani. Kama wewe unaenda unachukua tatu kidogo, unajaribu kwenda kupunguza gap, lakini kwa mpinzani ambaye ameshatangulia, ni ametangulia, inatakiwa ujiangalie wewe ni namna gani ambavyo unaenda kuziendea hizo mechi. Wewe ukasema tunaenda kuchukua ubingwa, wewe kwenye mechi zako hujajipanga vizuri. Kwa hiyo nadhani tukienda tukiwekeza vizuri na kujipanga vizuri kwenye mechi zetu, kila mechi ikawa kama fainali kwa upande wetu, nadhani ligi bado mbichi na kila mtu anafaa kwenda kuchukua ubingwa. Mechi mbili ngumu za dabi ambazo tunasema ni mechi za ubingwa kwenye ligi yetu kulingana na timu ambazo zinakuwa na viwango bora, dhidi ya Simba, dhidi ya Azam. Depu hajaonyesha makali yake. Nini kinamsibu? Depu ukimwangalia, pengine Depu ni kama yule steka wa Ngita huyu. Depu kama Ngita wa Azam, yule steka tolo ambao ameingia hapa, mimi nitegemea kabisa ataingia kitambala bora. Depu ni mchezaji pia ambaye anahitaji space zaidi. Kwa mfano kama Ngita pale, kuna nafasi ambazo amezipata karibia 3, lakini ameshindwa kuonesha kwamba yeye ni namna mshambuliaji. Pengine kwenye mechi ya leo, mimi pengine nilikuwa natamani kutokana na kocha walikuwa wanasomana mbinu, kutokana na uoga, pengine kila mtu ameweka silaha zake ili kusudi kujua silaha gani ambayo inaenda kumzuru. Mimi nadhani kocha wa Yanga pia Gonzalez angeenda kuanza na steka mmoja ambaye kidogo Dube anatoa option sana kwa viungo wa nyuma ambao wanamfuata, wale wanaocheza nyuma ya mshambuliaji, kwenda kutoa nafasi za kwenda kufunga kuliko ambavyo wameanza na double steka. Alivyocheza double steka, kocha Yanga umeona kama amejikaba. Ndio maana Yanga walionyesha kabisa wako chini sana kwenye mchezo wa leo. Sofa, ukiangalia kwenye namna Yanga ambavyo wamecheza leo hii, wana miss Dickson Job kwenye eneo la ulinzi. Kuna namna ambavyo ilikuwa inawawia vigumu kwenye uchezaji mabeki yao ili Baka na Mwamnyeto. Kwanza ukiangalia namna ambavyo amecheza leo Mwamnyeto, unaonesha kabisa kwenye pengo la ulinzi hakuna shida. Inaonesha sasa hivi Dickson Job, pengine mashabiki wengi wa Yanga wanaweza wakaenda kumsahau. Ameziba pengo vizuri sana na pengine watu wengi walikuwa na hofu, lakini alichokifanya Mwamnyeto anaonyesha kwamba yeye ni mchezaji, ni kama kisu kile cha buchani. Kisu cha buchani huhitaji sana kunoa kwa muda mrefu, ukinoa tu makali yake hapa pale. Kwenye ulinzi of course Yanga wameimarika sana. Mimi nikushukuru mzee. Asante sana. Mechi yake ya 14 mpaka leo hii ametoka pale ameshashinda magoli 21 kwenye safu yake nzima ya backline, maana wameruhusu magoli 4. Kwa hiyo tulitegemea mchezo utakuwa ni mzuri, lakini imekuwa ni tofauti kabisa. Pengine Mzizi Madabi imekuwa ni mechi mbovu, tunaweza tukasema hivyo, kwa sababu hatujaona ule ufundi kwanza kwa upande wa makocha, wachezaji pia kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Azam, wote tunaweza tukasema kwenye mechi ya leo wamecheza, lakini hawajacheza vizuri vile ambavyo pengine tulikuwa tunataka. Ukiangalia Azam kwenye mechi ya leo, sijui kocha wao alibeti, kwa sababu kocha anaenda kuanza kwa Yanga yenye ukuta imara. Mpaka sasa hivi Yanga ameruhusu magoli 2. Magoli ambayo amefunga ni 33 mpaka leo mechi yake ya 14 hii anaenda kucheza. Moja kwa moja unapoenda kwenye ukuta wa Yanga kuuvuka, kwa sababu magoli 2 ni safu nzuri sana ya ulinzi. Kwa hiyo kuuvuka ukuta wa Yanga unahitaji wachezaji ambao ni wabunifu. Leo hii ameenda kuanza na mshambuliaji pale ambao ni Sereli Zidane. Kwa hiyo unaona moja kwa moja